Karibu sana katika Mizani ya Wiki. Na tarehe 11 Juni serikali kupitia waziri wa fedha Balozi Khamis Musa Omar iliwasilisha bungeni bajeti ya mwaka 2026-2027 takriban trilioni 62.3 iliwasilishwa bungeni, na pengine mjadala utaendelea sasa baada ya mawasilisho hayo. Na kubwa katika yaliyowasilishwa ni Tanzania kuingia sasa katika uchumi wa kidijitali na kuwekeza katika uchumi himilivu kupitia mageuzi ya kidijitali. Swali kubwa ni kwamba Tanzania iko tayari, wananchi wako tayari, na kila mmoja yuko tayari. Katika vitu hivyo miongoni mwake ni malipo ya nauli za mabasi, malipo ya ada, malipo ya majengo, manunuzi ya magari na vitu kede ambavyo vimewekwa katika mpango huo wa kwenda katika uchumi wa kidijitali. Sasa kujadili hilo niko na Dr. Deogratias Daffy. Huyu ni mchumi ambaye leo tutajadili kwa undani wake, hasa namna gani ambavyo bajeti hii na mtazamo wa kiuchumi kwenye kuangalia namna bajeti hii inavyoweza kuwa halisia. Kwako, baada ya kusikia wasilisho la Dr. Omar, bila shaka kuna namna ambavyo ulilipokea. Kwako lilikuwaje, Dokta? Wasilisho lile ukilisikiliza na ukipata muda wa kulipitia kutoka tarehe 11 mpaka leo tumepata muda wa kusoma, ni wasilisho jema, linatoa matumaini. Kwanza, bajeti ni kubwa, 62 trilioni, tulikuwa na 55 na ngapi, 10.3% ongezeko, ni kubwa. Kwa hiyo wanapotoa kusema kwamba tutaenda kulipa kidijitali, inakuwa bora zaidi, kwa sababu tatizo la kubwa linatua ni kutunza kumbukumbu. Kutunza kumbukumbu. Sasa ukilipa kwa mitandao kidijitali, manake kumbukumbu zetu tutazipata vizuri. Kwa sababu kama ilivyo tu, kodi haipendwi sana, watu wasingependa kulipa kodi, lakini ukilipa kwa kumbukumbu yake tutaipata kumbukumbu ya mfanyabiashara vizuri, na wewe unayelipa utalipa kwa uhakika ukitarajia kwamba unaenda kuichangia hiyo trilioni 62. Sasa malipo ya kidijitali yanawezekana kwa sasa kwa kila Mtanzania, kwa kila biashara zinazofanyika? Yanawezekana kabisa. Kwa sababu ukitafuta saizi wa Tanzania wengi, karibuni, siwezi kusema asilimia kwa sababu sijafanya research, karibuni asilimia kubwa tuna simu. Na katibu asilimia kubwa tunatumia simu. Ukiangalia tu hata sasa benki tunapanga foleni watu wachache sana, tena kwa sababu ya msingi. Hata ukitoa ada za shule utapewa control number, lipa. Utapewa, kuna mifumo mingi ya rasmi na ingine ya kawaida, vijana wetu waliosoma hizo mambo wametengeneza. Kwa hiyo kulipa kwa dijitali inawezekana kabisa, ni utayari wa Watanzania na utayari wa anayepokea fedha. Limeibua mjadala mzito sana swala la wanasema cashless, matumizi ya fedha bila kuwa na fedha taslimu. Kuna swala la makato ambalo linaletwa na hii mambo ya cashless. Hauoni kwamba kunaweza kukaongezeka makato makubwa tofauti na mtu akilipa kwa fedha taslimu? Kidogo, kwa sababu wanasema ni ile gharama ya wewe kuifuata hiyo cash na usalama wa kuwa cashless. Kwa sababu ukitembea na hela mfukoni 500,000, milioni 2, milioni 3, milioni 5 ni hatari zaidi kuliko ni kuwa nazo kwenye mfumo. Kwa hiyo tunapolipa kwa fedha, makato yapo, labda hapa mjadala sasa uwe tuweke unafuu wa makato. Hilo nadhani linaongeleka. Lakini kulipa kwa keshi kuna faida zaidi, kwa cashless kwa mtandao kuna faida zaidi kulikoni ukilipa kwa keshi. Kwanza kuna hatari ya kuipoteza fedha. Kuna wale ambao sio waaminifu wakakuchomolea huko katika safari yako ya kuelekea kwenye biashara. Lakini huyo mfanyabiashara mwenyewe kuna hatari ya mtu kuja nafikiri saizi anamuuza, lakini kama cashless maana mimi sina fedha, hakuna mwenye anayebeba hela. Tutapunguza risk, lakini tutapunguza gharama ya kutengeneza manoti, kwa sababu kutengeneza noti leo ni gharama. Kama kila siku wa Tanzania tunaenda ku draw, mimi nataka milioni 5 zangu, yule milioni 1, maana lazima tu print noti zaidi, na ku print noti ni gharama. Kwa hiyo tunapoenda kwenye cashless tunaepuka mengi, usalama, lakini kubwa zaidi
ni taarifa ya wakusanya kodi. Dr. wewe ni mtaalamu wa fedha pia. Kwenye swala la kuprinti note lina gharama sana? Linaingiza nchi kwenye gharama? Lazima. Kwa hiyo kutokutumia noti kwenda kwa fedha ambazo si taslimu kutapunguza matumizi. Kutapunguza matumizi ya kukaa na noti, kwa sababu mimi sitahitaji noti. Kwa hiyo benki wakiwa na milioni 10 bilioni ngapi hapo watatembeza hizo, lakini zingine tutatembea kwenye mitandao tu. Kwamba mimi nimelipa milioni 2, umenilipa milioni 2, umelipa milioni 10, bilioni 5, hakuna hela inazunguka hapo. Yaani huzungushi hela, yaani unazungusha thamani, the value. Kwa hiyo tutakuwa na nafuu zaidi. Lakini kubwa zaidi sisi tutapata taarifa sahihi ya hata ile pato la mwananchi. Pato la mwananchi tunalikosa kwa sababu ya kukosa data. Kwa sababu hata yule wa kijijini akiuza mazao yake ataweka, hata mimi naenda kijijini na hela zangu kwenye benki na kwenye misimu milioni 10. Sina hela, naenda kule kununua mahindi, mpunga, sio nini. Unawarushia tu kwenye simu zao, unarudi. Sasa kwa uelewa umeanza kuwa mkubwa wa namna ya kutumia mitandao, lakini si kila Mtanzania ana uelewa mkubwa wa matumizi ya mtandao. Na kwa wasilisho hili la budget ni kwamba itakapofika tarehe 1 mwezi wa 7 basi pengine matumizi ya cashless yataanza. Unafikiri kila Mtanzania kwa uelewa wake yuko tayari kuanza kutumia mitandao kufanya miamala yake ya kifedha? Ni hatua tu. Wengi tuko tayari, lakini wale wachache ambao hawako tayari tuwachukue, tuwalete wawe tayari. Cha msingi ni elimu tu ya msingi. Kwa nini unalipa cashless? Mwingine ajisikie kwanza, kama nilivyosema, usalama na vitu, lakini kubwa zaidi tunalenga tupate taarifa. Mimi naye nunua kwa bidhaa zangu, nachangia kodi, ikuweke kumbukumbu sawa. Kwa hiyo wananchi wakielimishwa vizuri, wakaelewa umuhimu kwa nini hiyo ni cashless, taarifa, mambo yataenda vizuri. Ndio maana watu wakati fulani ukisikia mijadala wanasema Ulaya mtu akisahau kulipa kodi anakimbia, kwamba hapana, nimenunua lakini hamjanikata kodi, hebu kateni. Kwa nini? Kwa sababu ya taarifa, kwamba kesho tutajua. Wewe simu yako, una simu bwana Faraja, una simu kwa mwaka tukiangalia miamala yako kwenye simu ni milioni 50. Tukija kwenye kutafuta pato lako halali tunalolitambua ni milioni 10. Tunakuuliza, ndugu yetu, hizi 40 ulipata wapi? Hiyo sasa ndo wakati wasiotaka kutumia wanaweza wakakimbia kwenye hiyo, lakini ni jambo jema kabisa kwamba walipa kodi watakuwa na taarifa na utakuwa na amani na hela zako. Hata ukisikia mtu anagonga anaomba hela, sina chochote. Na kuna kadri teknolojia inavyokuwa, kumekuwa na pia na ubunifu mkubwa wa watu wenye nia ovu kutumia hiyo mitandao kuweza kutapeli baadhi ya wafanyabiashara na baadhi ya wananchi wenye pesa. Ni vitu gani vikifanyika vitawafanya hawa wananchi wawe na imani na matumizi ya mitandao, hasa katika kufanya miamala yao, kwenye kufanya malipo wanayoyahitaji? Ni sawa. Kwanza mfano kwa sasa tayari wameshatuambia watu wa mitandao kwamba ukipigiwa na namba ambayo sio 100 hakuna taarifa ya mtandao hapo. Sasa unakuta mtu anapiga tu na namba ya mtandao A, anakupigia mtandao B, anakutapeli na mwananchi anatapeli. Kwa hiyo kwanza elimu hiyo moja, lakini mifumo inayosimamia TCRA na mifumo ya usalama, polisi, taarifa ikitolewa kwamba kuna mwananchi amedhulumiwa, ameibiwa, ametapeliwa, hatua zichukuliwe haraka na tuzione. Mimi naibiwa simu yangu, pesa zilikuwa kwenye simu zimeibwa, definitely zimeingia kwenye simu fulani, na hiyo simu isajiliwe kwa NIDA, naenda kutoa taarifa, hashughulikiwi. Sasa hiyo inaita, kwa hiyo mifumo nayo inahitaji, kwa sababu hii bajeti ni ushirika wote. Kwa hiyo tunatarajia mifumo sasa iweze kuwapa wananchi uhakika kwamba unapotumia mitandao hela yako itakuwa salama, na kama muhuni mmoja ataweza hiyo ovu, nia yake ovu, akakutapeli, atashughulikiwa mara moja, kwa sababu namba za simu zimesajiliwa kwa NIDA. Kwa hiyo tunaweza tukatafuatilia, ukitukiwa tunaweza tukaifuatia NIDA yako imeconnectiwa wapi, una benki, yani ni rahisi kabisa kwa mifumo ambavyo ipo sasa. Cha msingi ni wananchi kuwa tayari na kuweka ushirika sasa tu. Kwa hiyo tunaposema tunatafuta trilioni, ni wote tushiriki wote, yule anayenunua, mwenye 200, 300, 1000, bilioni 1, tukishiriki kwa pamoja kwa moyo wa dhati,
tunatarajia mwaka 26 27 tukasikia bajeti tunaenda sawa na Kenya huko trilioni 98. Sasa kwenye hilo kuna matumizi ya akili unde ambayo pia yametajwa kwenye bajeti ya mwaka huu. Bado akili unde mpaka sasa hatuna sera yake rasmi ambayo inaizungumzia, na pengine matumizi yake yanahitaji kutengenezewa mwongozo ambao utaweza kufanya hivyo, lakini tumeiona tayari imetajwa. Kutokuwepo kwa sheria ama sera inayoongoza matumizi ya akili unde na kuwa nayo kwenye budget haiwezi kuwa na madhara yoyote kwa jicho la kiuchumi. Tunaamini kwa sababu utaratibu ikipita budget wanaitungia sheria. Wakati wanatengeneza hiyo sheria, tunaamini wataangalia akili unde namna gani inaweza ikatumika pasipo madhara, kwa sababu haiepukiki, dunia iko huko. Na kama hivi inawezekana, kama hiyo unaona akili unde labda ni kitu kipya. Sasa sio kipya, hata ile tu kwamba simu tunatafuta, mtu anakutumia yuko wapi, unaanza kutafuta, unaenda, ndio hiyo. Kwa hiyo lazima tutarajie kwamba mifumo nayo sheria zitaangaliwa jinsi gani ya kuangalia, ili isije kaleta madhara mengine makubwa. Tunaitumia lakini isije kaleta madhara hasi, ikaleta shida. Sasa badala ya kutusaidia, mtu akazama anaambia mimi hela yangu imepotelea. Kwa hiyo ikaonekana kwamba hii cashless ina madhara zaidi kuliko faida zake. Kwa hiyo ni jambo la msingi kabisa kuliangalia na kuliwekea utaratibu. Dokta, unaishi na jamii. Wanaokuzunguka wengi, kwa mfano wako, wanatumia akili unde kufanyia nini? Sisi kwa sababu tuko kwenye taaluma huko, wengi wanatumia kutafuta taarifa za haraka, kwa sababu akili unde sio kwamba yenyewe itafanya chote. Yaani utaiomba taarifa gani unataka itakupa, lakini kama huijui taarifa inaweza ikakudanganya. Lakini mimi nitaomba taarifa, labda nataka kupata habari za mikoa, kuna kilimo cha mpunga wapi na wapi kwa ukubwa upi. Ikinipa uongo utakataa. Kwa akili unde pia inawapoteza watu. Kwa sababu kuna watu wanatafuta elimu kule, kuna watu wanatafuta taarifa. Zamani ulikuwa unaingia kwenye website, unaanza kudigi, unatafuta, una print. Sasa yenyewe ukiambia nitafutie, inaenda website kama 5-10 inakuletea, then unachambua. Hili swali linakuja wakati ambao bado watu wanashaka na matumizi ya akili unde. Hata watu walikuwa kwenye taaluma kabisa ambazo zinahitaji matumizi ya akili unde, bado kuna baadhi ya watu bado wana mashaka kwamba pengine nikiweka taarifa zangu huko zitatumika vibaya, ama akili unde inaweza ikanipa taarifa ambazo si za kweli. Sasa tunataka kuzipeleka kwenye matumizi ya kifedha. Unafikiri ni nini kinapaswa kufanyika ili imani ya wananchi iweze kuendana na malengo ya serikali kwenye matumizi ya teknolojia, hasa matumizi ya kidijitali ikiwemo akili unde? Ni mifumo kuwekwa imara. Tuna mfumo wa malipo ya serikali GP. Uko na kitengo kinashughulikia hiyo. Kwa hiyo kile ambacho kitaelekezwa kwamba tutatumia hapa, maana yake huo mfumo tayari umewekewa, tunasema security, kuhakikisha kwamba either haitatoka au ikitoka tunaiona. Kwa hiyo tunatarajia mifumo rasmi ile itakuwa imesha kuwekewa hizo za kutulinda, na kama ambavyo ipo saizi. Sio rahisi sana leo ukisema unalipia umeme control number ukajikuta umelipa alafu umeme huji na hela imepotea. Sio rahisi. Sasa ni kwa nini? Kwa sababu mifumo imeshatengenezwa. Wapo kwa sababu wanaotengeneza mifumo pia ni hao. Kwa hiyo inawezekana mtu akaingia, lakini watu wako kazini muda wote kuhakikisha kwamba mipango na hizo hasa kwenye fedha ni wako makini zaidi. Ukiziangalia benki utaweza kuelewa, sababu kosa moja milioni hazipo, kwa sababu zinahamishwa namba tu, wala utashika shilingi. Kwa hiyo tunaamini mifumo itaimarishwa, na tunawaomba watu imarishe hiyo mifumo, tuende kwenye cashless. Tayari kuna malalamiko kwamba baadhi ya watu wameanza kuona wizi mwingi unaotokea kidijitali. Kwa hiyo pengine unafikiri elimu kuna uhitaji wa kuwekeza zaidi kwenye elimu katika kipindi hiki tunakoelekea kwenye mifumo matumizi ya kidijitali? Kabisa. Elimu ni ya msingi zaidi. Elimu ya msingi hasa kwa wananchi wetu wenye wako pembezoni, vijijini huku. Wanatakiwa wapewe elimu kubwa ya kutosha
pasi kuchoka. Tulikuwa tunawashauri kwa sababu tuna mjadala mmoja, tukasema kwenye hizi kwenye vipindi vile vinaangaliwa sana, wa TRA wakae huko. Walifanya hapa kwenye mpira si kombe la hilo, walikuja, lakini bado panatakiwa, yani kwa sababu tunaamini wengi wapo huko vijana, hiyo hata bodaboda tulipe kwa simu tu, usilipe kwa keshi, itatusaidia. Nikushukuru sana Dr. Daffy. Unafikiri hii bajeti ni ya wananchi au ni ya mfumo? Hapana, ni ya wananchi. Ni wananchi. Ni ya kwetu wote. Nikushukuru sana. Hii ni Mizani ya Wiki na tunafika tamati na Dr. Deogratias Daffy, mchumi niliyekuwa naye hapa studio, tukijadili kuelekea uchumi wa kidijitali, uchumi himilivu na uchumi ambao wanasema wa fedha zisizokuwa taslimu. Wewe umejipangaje? Pengine tutaendelea kujadili, na ndio mwanzo tu, bajeti imewasilishwa bungeni. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa Mizani ya Wiki juma hili, mimi ni Faraja Samo, nikutakie wakati mwema. Faraja, dakika 15. Mimi nilivyoambiwa moja nikajua tumeoverrun. Sema tu nimekuambia kwa mdomo. Rudia. Nirudie? Pole. Haya. Mimi nilivyoambiwa moja nikasema ndio zimekimbia hivyo. Haya, asanteni. Haya, poa. Kwa niaba ina maana umeinclude. Nilishafunga. Nilishafunga mimi. Alafu nilitaka nikutaje na wewe. Haya. Nitaanzia kwenye swali la mwisho. Okay. Nitaanzia kwenye swali la mwisho. No, nirudisheni mimi mimi niite break. Sababu ile swali likaa vizuri. Haya. Nimeogopa. Maana nipo mbele dakika moja. Haya. Ni mjadala kuhusu bajeti, hasa tukielekea katika uchumi wa kidijitali, kutokutumia fedha taslim na kutumia simu, fedha kidijitali. Unalipa kwa kutumia nini? Labda kuna masuala ya kutengenezwa kwa app kwa ajili ya matumizi ya kufanya malipo. Narudia kurekodi, narudia hii bwana. Nimeenda vibaya, ameshanivuruga. Haya, narudia. Ni mjadala hapa katika Mizani, tukiweka mizani sawa kuhusu bajeti na matumizi ya kidijitali. Tunapata mapumziko mafupi, tutakaporejea tutaendelea na mjadala hapa studio nikiwa na Dr. Deogratias Daffy. Uchumi wa kidijitali unawezekana. Tarehe 1 Julai pengine tukaona matumizi makubwa zaidi ya mifumo ya kidijitali kufanya malipo, lakini pia malipo ya ada, nauli za mabasi, lakini pia majengo, kulipia majengo, ununuzi wa magari. Hilo ni pendekezo ambalo limewasilishwa bungeni na waziri wa fedha Balozi Khamis Omar. Na leo hapa katika Mizani ya Wiki tunajadili ni kwa namna gani hilo linawezekana. Nikiwa studio na Dr. Deogratias Daffy. Dr.,
tumejadili kwa marefu namna ambavyo mifumo hii inaweza ikatumika, lakini kuna swala la malipo ya kodi kutumia mifumo ya kidijitali. Baadhi ya wafanyabiashara wanasema wanaona kwamba pengine hii ni mbinu mpya ya kuweza kuwabana na kupata taarifa zao kwa ambazo zingine pengine walikuwa wakizificha na wameingia hofu. Pengine ni muda wa wale waliokuwa wakikimbia kodi, ni muda wao mbaya ama ni muda mzuri wa Tanzania kwa wazalendo? Si muda mbaya, ni muda mzuri wa kuwa wazalendo, kwa sababu nchi tunaijenga wote. Kama unafanya biashara nzuri ya hoteli, pembeni huko kuna barabara nzuri inakuja, watu tunaokuja kupata huduma tunakuja vizuri, ulinzi upo. Kwa hiyo ni yetu wote, ni wao tu kuwa tayari. Lakini ni kama vile sheria ya kodi ni sheria ambayo wanasema kodi ni mteja, lakini ina ulazima na mwisho wa siku sheria ya kodi inatoa adhabu kwa asili. Kuna wafanya biashara sio waaminifu, wataficha, atakuwa anauza hoteli, mfumo unaolipa namba umeandikwa biashara fulani ya simu au ya mbao, kwa hiyo anashindwa kuziweka taarifa zake vizuri, lakini nadhani mifumo itaweka tu sawa. Kwa hiyo ni watu kuwa tayari, yule mfanyabiashara awe tayari, kwa sababu anacholipa ni faida. Baada ya kutoa mauzo, toa gharama zako zote, alafu utalipa kwenye faida. Kwa hiyo bado utapata tu, kama mfanyakazi ambapo hawezi kukimbia. Mfanyakazi ukilipwa milioni 1, kodi itakatwa tu. Wewe kwenye ofisi ya HR ukienda pale, ukipewa sales slip, kodi waishachukua. Kwa hiyo unamfanya biashara wewe waaminifu. Na sisi wateja tunaoenda kupata huduma tudai hizo risiti, na ukizilipa kwa mifumo ni rahisi kabisa. Kwani uaminifu unapotezwa na nini? Uaminifu wa kulipa kodi unapotezwa na kodi haikuwahi pendwa. Hata ukivisikia vitabu vitakatifu, mimi sijui sana ya Kiislamu, mimi ni Mkristo, Biblia iliandika kule zamani kabisa watu hawakutaka kulipa kodi. Kwa hiyo ina maana kwa nini watu hawapendi kulipa kodi? Kwa sababu inapunguza hela. Inakupunguzia uwezo wako wa kuwa na hela mfukoni. Kama una milioni 1 unaambiwa kodi 30%, 300,000 inaondoka. Ungependa isiondoke. Lakini kwa ubinafsi tu kidogo. Lakini kwa nini inaenda kufanya nini? Hicho cha msingi. Kwa hiyo elimu ya kutosha, na tunaamini kwamba fedha zinazokusanywa kwa kodi zikafanye kazi inayotakiwa. Hiyo ndo la msingi nadhani. Watu walipa kodi wapate imani. Mwanzoni ulitolea mfano Ulaya, baadhi ya nchi kwamba mtu amenunua kitu, baada ya kufanya manunuzi amegundua kwamba kodi haijakatwa, anarejea kwamba tafadhali naomba nilipe kodi. Hiyo nini kifanyike ili ifikie level hiyo kwamba Mtanzania anaweza kuona kwamba ninawajibika kulipa kodi? Ni elimu tu. Ni elimu. Lakini tunaona kama TRA wanatoa elimu, pengine haijatosha kwa kiasi gani? Yani, nini wakifanya sasa itaweza kutosha kwa level hiyo? Tusiwaachie TRA peke yao. Kuna somo huko linaitwa uraia, shule za msingi, sekondari hivyo. Dile kuna mtaala pale, kuna kitopic pale kinamwambia mtoto kwamba kutolipa kodi ni kosa baya kabisa. Akuwe anayo. Ukiangalia tunakuzwa na wazazi wetu kwenye dini. Tunakuwa kabisa wanasema hili ni kosa. Kanisani wanakataza, msikitini wanakataza, hufanyi. Kwa hiyo mwananchi huyu mtoto mdogo ajue kabisa kwamba kutolipa kodi ni kosa. Kutochukua risiti ni kosa. Kwa hiyo akikuwa nayo hiyo, hata shangaa baadaye huko kwamba kwa nini hafanyi. Kwa hiyo tunatakiwa TRA wafanye, na huku shule za msingi ni muhimu zaidi kwa sababu ya watoto wadogo. Utaona juzi hapa tumesherehekea ile wale watoto wa under 17 wanacheza mpira kule vizuri. Sasa walikuwa wapi hao? Lakini walijengwa. Kwa hiyo tukijengwa huku chini, watoto wetu wakajua, wakazoea, tukiwa wakubwa kama sisi hatutatamani hata kulipa kodi, kwa sababu ile dhamira ya ndani itakwambia hapana. Yaani utaona kabisa tu kuna vitu ambavyo huwezi fanya. Yaani mtu mwenye nia njema kuna vitu huwezi kufanya. Hii sio. Kwa nini? Ni kosa. Kwa hiyo tutoe elimu ya kutosha TRA na wengine wote. Na wengine wote wenye tuna nafasi tuweze kuelimisha wengine wasio na nafasi. Majarida mbalimbali, taarifa mbalimbali ziwepo, hata viongozi wa dini. Viongozi wa dini wana nafasi kubwa ya kusema. Yeye kiongozi wa dini akisema kwamba kutolipa kodi ni kosa,
kutofanya hivi ni mtu anapata, hata kama mchungaji wangu kaniambia, shehe wangu kaniambia, nisifanye. Kwa hiyo matumizi pia ya nyumba za ibada kabisa. Okay. Wabai wanunue hii idea, waweze kuelimisha watu kwamba tulipeni kodi kwa maendeleo yetu. Shilingi trilioni 62 ni bajeti ambayo kwa historia ya Tanzania tangu uhuru hatujawahi wasilisho la bajeti kubwa hivyo haijawahi kutokea. Ni mahitaji yameongezeka, ni thamani ya fedha imeshuka, ni kiwango cha Watanzania kuweza kuchangia na vyanzo vya fedha vimeongezeka, ama ni nini? Nini? Kwanza ni mahitaji yameongezeka, moja. Mbili, walipa kodi wameongezeka. Ile tax base wamekuwa wengi, sio ukirudi nyuma hivyo. Mahitaji yameongezeka na huduma zimeongezeka. Leo unaongelea kwenda Dodoma masaa 3. Ilikuwa ni historia. Mnakumbuka wengi ni vijana. Zamani tulikuwa ukitaka tu kwenda Mwanza unabidi upite Nairobi, Kampala ndio uingie Mwanza. Lakini leo sasa hizo huduma zitawekwa na nani? Lazima tulipe kodi. Na watu wana fedha. Mzunguko wa hela ni mkubwa. Hata ukiangalia hii ni 10% ongezeko. Ukiwaangalia hizi nchi zingine tunazopakana wenyewe wamepanda. Sasa kwa sababu ya walikuwa wapi wanakwenda juu zaidi. Kwa hiyo ni ushirika wa wananchi wote, taasisi zote na kila mmoja mwenye sababu ya kufanya. Tukifanya kwa nafasi tunaweza tukashangaa tu wanatarajia TRA watakusanya trilioni 34. Kama hivyo kwamba hivyo, na kama 74 ni kutoka pato letu, 74% ya hii ni ya kujitegemea, ni sisi tunaiacha hiyo 26 ndo tutaipata kwenye vyanzo vingine. Kwa hiyo tutakiwa tusogee tuseme 100% yote ni ya kwetu, na tukifika hapo tutaamua mambo yetu pasipo pangiwa. Unaitazamaje hii budget? Ni ya kuongeza mapato ama ni ya kuhudumia wananchi? Yote. Kwa sababu ukiangalia ni 33% maendeleo, 60 ngapi ni recurrent, gharama za kila siku. Huwa kuna hoja hapo. Kwa nini tunatumia sana fedha nyingi? Sasa ni kama nyumbani tu. Wewe unaweza ukaisha mwaka mzima hujanunua hata TV nyingine. Kwa sababu development ni ile, lakini recurrent ni kufanya maisha yanakwenda. Za kila lazima tutumie nyingi, mishahara, kutengeneza mabarabara, kufanyaje, kuweka miradi mipya, ndio hiyo 33. Kwa hiyo tunaamini imeongezeka kutoka mwaka jana. Kwa hiyo kumekuwa kuna ongezeko kidogo. Kwa hiyo kwa sababu ajenda pia kuna hiyo hoja kwamba wizara labda imewasilisha inaomba bilioni 300. Lakini ukiangalia bilioni 200 ni matumizi ya kawaida. Alafu bilioni 100 ama 70 ndio inaenda kwenye miradi ya maendeleo. Ndio hivyo. Sasa mfano wizara ya afya tuchukulie. Labda wameomba bilioni 10 mfano. Lakini labda 7 matumizi ya kawaida. Ndio hiyo mishahara, daktari amelipwa, tununua dawa, anafanya kuzitoa hizo, maana yake hospitali hazina dawa. Hazina hiyo. Watajenga hospitali mpya ni hizo chache. Kwa hiyo kawaida lazima development expenditure ni ndogo kuliko recurrent expenditure, kwa sababu ndio ilivyo. Huwezi kuwa na development kubwa kuliko recurrent, utashindwa. Ni sawa mfano nyumbani kwako kila siku unanunua kitu kipya tu. Watoto watashindwa kuelewa. Sasa sawa tunataka TV kubwa lakini ndo tusile. Kwa hiyo recurrent kawaida zitakuwa kubwa kuliko development expenditures, na ndivyo ilivyo kawaida. Cha msingi ni tujikusanye, tulipe, basi tuwapime walioomba. Asante sana Dr. Daffy. Naam, na ndivyo tunafika tamati ya Mizani ya Wiki juma hili. Tumejadili kwa uchache namna bajeti ya serikali ambayo imewasilishwa shilingi trilioni 62.33 kwa mwaka huu wa fedha 2026/27, na pengine tutatazama namna mijadala bungeni itakavyoendelea. Na swala la matumizi ya mitandao limekuwa mjadala mkubwa katika mitandao na hata nje ya mitandao. Nilikuwa na Dr. Deogratias Daffy, mchumi, kujadili swala hili. Mimi naitwa Faraja Samo. Tuonane tena juma lijalo. Bye bye.